Ujumbe wenyewe unasema kwamba tubuni ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni ili ziweze kuja nyakati za kuburudishwa. Nataka nisome katika kitabu cha Luka kuanzia sura ya 16 kuanzia mstari wa 19. Biblia inasema ya kwamba akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Usisahau neno hili, kwa anasa. Anakula siku zote kwa anasa. Na masikini mmoja jina lake Lazaro uwekwa marangoni pake na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alipokufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu, na yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake yule tajiri alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu. Kumbuka ujumbe wetu nasema tubuni zije na nyakati za kuburudishwa. Auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa sana katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliwapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakaotoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasiweze kuvuka kuja kwetu. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5. Huyu ni mtu amesha kufa, anaomba watu warudi duniani kuambia ndugu zake, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakifa wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atakayetoka kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikiliza hao watumishi wa Mungu hawatashawishwa hata mtu akifufuka katika wafu. Mungu wetu asifiwe sana. Hapa tunaziona habari za watu wawili. Tunaona habari za mtu mmoja anaitwa Lazaro na mtu mwingine mwenye mali, lakini jina lake halijatajwa. Lakini pia tunaiona misiba ya watu wawili iliyotokea, misiba hiyo kwa kufuatana. Tunauona msiba wa Lazaro, tunamuona na msiba tena mwingine wa yule ndugu tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni misiba miwili tofauti, familia mbili tofauti, koo mbili tofauti, lakini misiba iliyofuatana. Na tunaona matukio mawili tofauti. Lazaro alikuwa anakaa kwa yule tajiri, lakini tajiri, Biblia inasema alikuwa ni tajiri, lakini anatumia mali zake kwa anasa. Of course, kilichomfanya Lazaro aende mbinguni si kwa sababu ya umaskini wake. Lazaro alienda mbinguni si kwa sababu eti umaskini ndio ulimpeleka mbinguni, kwa sababu kwenye kifua cha baba Ibrahimu alipokuwa amewekwa Lazaro, Ibrahimu alikuwa ni mtu tajiri, lakini Lazaro alimkuta Ibrahimu yuko mbinguni. Kwa maana hiyo, kilichomfanya Lazaro aende mbinguni sio umaskini wake, ila pamoja na umaskini wake aliendelea kumcha Mungu. Na pia kilichomfanya tajiri aende jehanamu sio kwa sababu ya utajiri wake, kwa sababu utajiri wake usiku, kama ungelikuwa utajiri ndio unamfanya aende jehanamu, aende kuzimu, Ibrahimu asingelikuwa mbinguni. Kilichomfanya yule tajiri aende kuzimu ni kwa sababu
ya mali zake, utajiri wake aliutumia kwa anasa, aliutumia kwa anasa, hajautumia kwa kumtukuza Mungu kupitia utajiri wake. Mungu wetu asifiwe sana. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, hapa tunaona misiba miwili, msiba wa Lazaro na msiba ule tajiri, msiba wa maskini na msiba wa tajiri. Sasa kuna kitu nataka nikutafakarishe. Biblia inasema hao walipokufa wote, Lazaro akachukuliwa akapelekwa mbinguni na malaika, lakini huyu tajiri alipokufa, yeye naye kazama kaenda mpaka kuzimu kwenye mateso. Lakini alivyoinua macho yake huyu tajiri akamwona Lazaro aliyekuwa akimtumikisha akiokota makombo akiwa duniani pamoja, akamwona yuko mbinguni anafarijiwa kwenye kifua cha Ibrahimu. Lakini wakati huo tajiri yuko kwenye mateso ya kuzimu, anateseka. Tafasiri yake utajiri wake hakumsaidia, wala anasa zake alizokuwa anazifanya duniani hazikumsaidia. Huyu yuko anateseka. Wakati huyu anamuona Ibrahimu, akamkumbuka Ibrahimu na ifahamu hii sura, akamwambia, baba Ibrahimu, naomba mwambie Lazaro achovye tone kidogo la maji ili aje aburudishe ulimi wangu, maana niko nateseka katika moto huu. Yaani ameshaenda kuzimu. Ona, imagine mateso ya kuzimu yalivyo. Kuzimu ni mbaya. Mateso yalivyo, anatamani tu apate tone la maji, eti aburudishe ulimi wake. Yawezekana huku duniani alikuwa anakutana na wahubiri kama sisi hapa tunahubiri, lakini alikuwa anaona yeye pesa zake zinaweza kumpa burudani ya milele. Yawezekana mali zake zingeweza kumpa burudani ya milele, akawa anawapuuzia. Kama leo yawezekana unaanza kusikia unapuuzia anachokiongea. Unaona wewe ulivyo, cheo na nini na mali vinaweza vikakuwa burudani yako ya milele. Huyu tajiri akamwambia Lazaro, mtume aenda achovye kidole aweze kuburudisha ulimi wangu. Ibrahimu akamwambia yule tajiri, akamwambia, sikiliza mwanangu, huku tulipo na nyinyi mlipo huko pametenganishwa. Mtu wa huko hawezi kuja huko na wa huko hawezi kuja huko. Lakini zaidi ya yote akaambia, kule duniani pia kuna watumishi wa Mungu, wawasikilize hao. Akasema wasikilize hao. Huyu ndugu akasema hapana, hata kama imetenganishwa, lakini basi kama imeshindikana kwangu kunisaidia kunidondoshea tone la maji kupitia Lazaro huyo, basi mtume Lazaro aende duniani. Kuna ndugu zangu 5. Hao ndugu unavyowajua, kwa maisha wanayoyaishi, kwa harakati walizonazo, hao ndugu 5 wakifa, na wao watakuja kwenye mateso kama haya niliyopo mimi. Akasema wale ndugu zangu walivyo, navyojua harakati walizonazo, navyojua ulevi walio nao, navyojua bangi wanavyovuta, navyojua uzinzi walio nao, navyojua kujichua na kukufanya, navyojua matusi walio nayo, navyojua mimba wanavyozitoa, navyojua kila kitu washarati wanaofanya, navyojua wanavyojichubua ngozi zao. Watakapokufa wa watu bila kutubu, watakuja eneo hili ambao mimi ndugu yao nimeshatangulia. Sasa kwa maana hiyo, Ibrahimu, naomba pia sasa, kama umeshindikana Lazaro kuja huko, mtume basi Lazaro aende duniani awaambie ndugu zangu waweze kutubu. Kitu anachokitafuta ule tajiri hapa, huyo ndugu anatafuta ndugu zake waweze kutubu. Kwa mara ya kwanza katika Biblia namuona mtu anafanya prayer point ya familia, yaani anaombea familia akiwa kuzimu. Anafanya maombi ya kuombea familia kuwa kuzimu, akikumbuka tabia za ndugu alioacha duniani. Anajua wawezi wakatoboa kukwepa jehanamu, watakuja kuzimu kwa tabia zao zilivyo. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, kuna ndugu zako wengi wamefariki duniani, umewazika na ukaimba parapanda, ili awezekana kwa tabia walizokuacha nazo, wao wako kwenye mateso kwa sababu uliona ni mshikaji wako naye kafa kwenye dhambi. Yuko sasa hivi anakufanyia maombi mbele za Mungu, anasema urudi. Wanapataje kujua mateso nilionayo hapa? Huku duniani kwenye misalaba mmeandika rest in peace, huku duniani kwenye magari ya marehemu ya kubeba mili ya marehemu mmeandika rest in peace, lakini yeye huyo hakuna cha rest in peace nje ya Mungu. Yaani hakuna cha rest in peace nje ya Kristo. Yeye yuko kuzimu, anateseka, anatafuta staili ya kuomba ili wewe uweze kufunuliwa mateso alionayo, uweze kutubu. Lakini wewe kunadhania kapumzika. Yaani amepumzika kwa amani. Hakuna kupumzika kwa amani ukiufa huko kwenye dhambi. Hakuna kupumzika kwa amani ukifa katika uovu.
Hakuna kupumzika kwa amani ukifa hujatubu. Huyu ndugu alizania ataenda kupumzika kwa amani. Alipofika kule ndo akakutana na paranja limeanza. Huku duniani wanajifariji kapumzika kwa amani, ila kwa sababu hawamuoni yeye, naye anatafuta nafasi ya kuambia ndugu zake waweze kutubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie jambo moja, mtu wa Mungu. Nataka nikwambie jambo moja. Kuna wakati mwingine unaweza kukuta misiba inaendelea, lakini yule ndugu yuko anapambana kuona kazi anaweza akaokoa ndugu zake ambao wako duniani. Lakini Ibrahimu akamwambia, duniani wapo mtume na manabii, wako watumishi wangu, wako watumishi wa Mungu, wawasikilize hao. Wasipowasikiliza hao, na wao wakifu watakuja hapo hapo ulipo wewe kuzimu. Anamwambia yule ndugu aliyekuwa kuzimu. Kwa nini leo hii unaona watumishi wengi wanapita kuhubiri habari njema ili utengeneze? Wanahubiri ili utengeneze, ili uepukane na jehanamu ya moto. Wanahubiri utengeneze ili uepukane na kuzimu. Maana maisha ya kuishi duniani ni muda wako wa kuishi ni mfupi sana. Saa yoyote, majira yoyote, Mungu anaweza akakutenganisha mwili wako ukatenganishwa na roho yako. Sasa kitakachokuja kutokea, utatokea kama huyu baba alichokutana nacho wakati mwili umetenganishwa na roho yake. Yawezekana wale watumishi wa Mungu alikuwa akiwasikia wanahubiri wakati yuko ndani ya mwili, ila kwa sababu ya kiburi cha uzima aliwadharau, kwa sababu ya kiburi cha fedha aliwadharau, kwa sababu ya kiburi cha connection aliwadharau, kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho aliwadharau, kwa sababu ya mifugo mashamba alionayo aliwadharau. Na wewe leo unanisikia, kwa sababu ya mipango mingi ulionayo na dharau sauti hii. Kumbe Mungu akitazama, naona kuna majira, muda umebakia mchache sana, mwili wako kutenganishwa na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anaweza kawa niko nampigia kelele, anaona anatupigia kelele, ametuchosha huyo. Unaona kazi ile napiga kelele. Mwingine anasema hao wana shida, wana njaa. Nisikilize nikwambie, hujajua kwamba hakuna ambacho najihitaji chochote kutoka kwako. Sihitaji kitu chochote kutoka kwako. Yaani kwa taarifa yako ni hivi, sijaja kutafuta chochote kutoka kwako. Mungu amenituma kwa sababu anaona maisha unayoyaishi. Utakapo mwili kuachana na roho, utaelekea kuzimu na utaenda kwenye chumba cha mateso, kama huyu ndugu alivyokuwa kwenye mateso, anatamani harudi tena duniani kubadilisha njia zake. Wewe umepata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu, umepata kuona mfano huu wa Lazaro na huyu tajiri, wakati huo ukiwa bado duniani. Na yeye Ibrahimu anasema kule duniani kuna watumishi wa Mungu, wawasikilize hao. Ndio maana tumekuja kukuambia hizi habari za uzima wa milele. Ndio maana unakuta sehemu nyingi wanahubiri habari kama hizi, maana ipo sana, dakika inakuja au utapata nafasi tena ya kusikiliza habari kama hizi. Kuna watu wengi watazitafuta habari hizi, hawatazipata. Watu wengi watatafuta nafasi ya kutubu, watapata. Na kitakachokufanya usiende jehanamu ni kutubu ukiwa bado ndani ya mwili. Ndio maana huyu mtu alitaka kutubu, ameshaachana na mwili ameshauzika makaburini, anataka kutubu. Ibrahimu akamwambia haiwezekani tena, muda umeshachelewa. Yawezekana wewe umepata ujumbe huu, bado uko ndani ya mwili sasa hivi unanisikiliza, lakini unakuwa na kiburi cha uzima, ukijiwazia unajiona kama vile bado muda upo sana, kwamba utatengeneza kesho kutwa. Nataka nikwambie, huwezi kujua saa wala dakika. Dakika yote kuanzia sasa hivi unaweza dunia hii ikakunjwa kama karatasi, na ukakumbuka maneno hayo ukasema, right, ningejua siku ile nikasema Mungu nisamee, nimetubu dhambi zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongea na mtu mmoja huko mahali hapo unanisikiliza. Umebeba ilizi, umelifanya kuwa Mungu wako. Geuka sasa, tupa ilizi chini, utubu, Mungu akusaidie. Lenyewe liko linapumua tu kwenye nguo hapo, umeliweka linapumua, lakini haliwezi kukusaidia chochote kwa sababu halina mbingu ya kukupeleka. Ninaongea na mtu mmoja huko mahali hapo ananisikiliza. Umekuwa na uzinzi wa kupitiliza, unatamani uache lakini imeshindikana. Yesu anakuita, geuka. Ninaongea na mtu mmoja huko mahali hapo ananisikiliza. Unatamani kuacha sigara, kuacha bangi, kuacha pombe, imeshindikana. Yesu anataka akusaidie leo ili uache hivyo vitu. Ukiamua moyoni mwako ukaamua kugeuka, Yesu yuko tayari kukutoa hiyo mizigo. Ninaongea na mtu mmoja huko mahali hapo ananisikiliza. Ni bingwa wa kutoa mimba, unatoa mimba kila dakika. Yesu anataka utengeneze, huwezi kujua dakika. Wapo wengi ambao walikuwa ni marafiki zako, jamaa zako wa karibu, lakini leo inavyoongea uko nao tena.
na uliwapenda sana, ulitamani waendelee kuwepo mpaka leo wawepo, lakini mpaka leo tunavyoongea au ndugu hawapo tena. Yawezekana Mungu anaangalia baada ya masaa matatu, wiki moja, hautakuwepo tena duniani. Wewe uko unang'ang'ana, unasema watu mwazoea maneno yao. Nisikilize nikwambie, Mungu anatamani leo ubadilike. Anataka leo ugeuke. Anakutamani sana ugeuke. Maana kuzimu ipo, jehanamu ipo, inatisha. Mtu asije akakufariji kwamba dua ya marehemu na misa ya marehemu baada ya kufa itakupeleka mbinguni. Hiyo ni uongo mtupu. Ni kwamba wanafariji wale waliobaki msibani. Kitakachokufanya uende mbinguni au uende jehanamu ni kile tu utakachokitendo ukiwa ndani ya huo mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye tayari umesikia ujumbe huu, unatafakari njia zako mwenyewe, maisha yako naishi, unajua ni maisha ya uovu, lakini umeng'ang'ana kuacha, imeshindikana. Bwana yuko tayari kukubadilisha. Anasema, njooni kwangu wote waliolemewa na kusumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Kuna mwingine mzigo wako unaujua, unakaa bafuni unajichua kila siku, huo ni mzigo unakutesa mdogo wangu. Kuna mwingine unasagana kila siku, huo ni mzigo unakutesa. Kuna mwingine umebadilisha ngozi yako, maumbile Mungu alivyokuumba, namwambia Mungu umeniumba vibaya, ni mzigo unakutesa. Kuna mwingine ni waume za watu, wake za watu umebeba huko hapa, ni mzigo unakutesa. Kuna mwingine ni pombe imekutia mpaka umaskini, maskini ya Mungu pombe imekutia umaskini, natamani uache, imeshindikana. Yesu atakuondoa hiyo kiu, ukimpokea atakugeuza. Kuna mwingine ni bangi, maskini ya Mungu, unataka uache bangi, uache sigara, ile kiu inazia ndani, unapambana, unawacha wiki moja, wiki ya pili umerudi tena. Uwezi ukajitoa kwenye hicho kifungo. Ndio maana Yesu ilazimika aje amevaa mwili, ili pale msalabani apigiliwe msumari kwa ajili ya hicho kinachokusumbua. Ukimpokea yeye, Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, anakugeuza na kuondolea kiu ya bangi, anakugeuza na kuondolea kiu ya ulevi, anakugeuza na kuondolea kiu ya uzinzi, anakugeuza na kuondolea kiu ya washerati, anakugeuza na kuondolea kiu ya sigara, anakugeuza na kuondolea kila kiu zote chafu, maana hizo ni roho chafu zinazokupelekesha. Sasa anapoingia yeye mwenyewe Roho Mtakatifu, anakuondolea kiu chafu zote, zinaondoka. Na maisha yako yamekuwa magumu, pengine si kwa sababu eti nyota yako ni mbaya, kanyota kako ni kazuri kama mafanikio, lakini mtu wa Mungu umeonga mno mpaka umepitiliza, umekuta umeshakuwa ni maskini. Mungu akusaidie mchana wa leo, mtu wa Mungu. Ninaongea kwa sababu Mungu anakupenda, mimi nakupenda mno. Natamani na wewe ugeuzwe kama mimi. Na mimi nilikuwa na vifungo vilinisumbua. Nilikutanaga injili ya kizamani kwa na dharau. Nilikutanaga na injili kama hii. Nikasema hapana, kuna kitu kinanisumbua. Kumbe Yesu anaweza kugeuza. Nikampokea, nikaamini. Akanigeuza, ile kiu ikaondoka, akanifresh, nikawa kiumbe kingine tena. Na wewe nimekuletea wewe Yesu akugeuze uwe kiumbe kingine tena. Sema amina kama unanielewa. Ambayo anataka kugeuzwa, sema amina. Yesu anakuona, anataka akugeuze. Umeteseka mno na yeye sasa hivi, ndio maana ananituma nikwambie yuko tayari kukugeuza. Yuko tayari. Yesu sio dikteta, halazimishi. Anatamani mtu jiamulie mwenyewe, ili yeye mwenyewe aweze kukubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana muda wowote unaweza ukashangaa mwili unaachana na roho. Vijana mjini wanasema ukakata umeme. Muda wowote unaweza kukata umeme, muda wowote ukakutana na kitimwitimu, ukakutana na litimbwili alilokutana na yule ndugu aliyekufa pamoja na Lazaro. Mungu akusaidie sana, ambaye yuko tayari kugeuzwa na huyu Yesu ambaye nakuhubiria. Yeye angalii dini Yesu angalii dhehebu la mtu, Yesu angalii kabila, Yesu angalii dhidi unasali usali. Anaangalia yule aliyemkubali, ndo kazi ya Jesus. Anaangalia aliyemkubali basi peke yake, hana mambo mengi. Ili mradi umkubali tu, uko tayari kubadilishwa na yeye. Yeye anachukua nafasi ya kugeuza. Kubadilishwa sio kazi yako. Kazi yako ni kumwamini, alafu ukamkiri, ukaamini. Yeye anakugeuza mwenyewe. Wewe ambaye uko tayari ubadilishwe, uache ule ulevi na uzinzi na nini. Lakini pia ambao unatamani ulinzi wa kiungu utembee na wewe, pia yuko tayari kukupa ulinzi, nguvu za kutosha. Kama ambavyo mimi siwezi kurogwa na yote
vikundi vyote Illuminati, kila aina ambavyo wananiogopa wote, na wewe unapokea hiyo nguvu, unaanza kuogopwa na kila mchawi wa mtaa. Hiyo ni bonus anakupa kabla ya kuondoka duniani. Weka tu mkono wako kwenye kifua, mkono wa kulia kwenye kifua, urudie tu maneno haya. Beba tu imani, utakuja kuniambia siku moja, utashangaa umefurashiwa, au utajua mambo yaliishiaga wapi. Weka tu mkono kwenye kifua, rudia maneno haya. Sema: Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa neno lako ulilolituma juu ya maisha yangu mchana wa leo. Ee Bwana Yesu, nimelisikia neno lako na nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nimekukosea, nimekuhuzunisha. Naomba ee Bwana unisamehe, ninaungama mbele zako, unisamehe. Ee Bwana Yesu, kuanzia sasa ninakuomba, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima juu mbinguni, ili siku hiyo utakaposoma na mimi jina langu liwepo katika jina la Yesu. Ee Bwana Yesu, leo hii wewe nimekupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani, sikia, natamka waziwazi, kuanzia sasa nimekukataa wewe Ibilisi na kazi zako zote na matendo yako yote kwa damu ya Yesu. Usinikaribie tena, usifunge maisha yangu tena katika jina la Yesu. Mimi nimezaliwa upya na mimi ni mtoto wa Mungu tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen. Nyamaza sasa nikuombee, mtu wa Mungu ambaye umerudia maneno haya. Kwenye kuomba nitaombea na vingine ambavyo vinahusiana na maisha yako. Baba, asante kwa ajili ya mtu huyu, kaka huyu, mama huyu, mtoto huyu, kijana huyu ambao wamesikia neno lako, na wakati uliniambia popote nitakapokwenda, nitakaponiagiza, yeyote atakayesikia neno lako ee Bwana akalitii, nimtamkie jambo lolote, itakuwa ni ukumbusho kwake na ishara ya kwamba alikutana na wewe siku moja. Baba, awali ya yote na wabeba wote waliokubali neno lako na wakabidhi mikononi mwako ee Bwana, nikiamini katika mikono yako hakuna wa kuwapokonya. Lakini zaidi ya yote natangaza neema ya ulinzi kupita kawaida. Natangaza uvuvio wa Roho Mtakatifu ndani yao, aanze kuwatengeneza tangu sasa. Ninaamuru kila kiu ya dhambi, ya ulevi, ushirikina, uganga ya kila namna ilikuwa inamsumbua itoweke sasa. Roho Mtakatifu aweke makao. Roho Mtakatifu weka makao ndani ya mioyo yao, ukamuongoze katika njia sahihi e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Lakini nasimama kwa mamlaka ulionipa, nafungua milango ya kazi ambayo alikuwa anasumbuka kupata kazi. Nafungua milango ya connection na watu sahihi. Nafungua milango ya kibali aliyekuwa amekosa kibali. Nafungua milango ya maongezeko kwa aliyekuwa anayefanya biashara anapata na hakuna kinachoongezeka. Nafungua milango ya kubarika kila hatua atakayoipiga katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uzima juu ya maisha yake. Yeyote aliyekuwa anaumwa namtamkia uzima kuanzia sasa. Uzima akapokea in the mighty name of Jesus. Atakayeamini akapokea huo uzima. Hata kama hospitalini walimwambia kitu fulani kinasumbuka hakiwezi kutibiwa, kwako Mungu naamini yote yanawezekana. Natamka uzima juu ya mama huyu, uzima juu ya kijana huyu, uzima juu ya binti huyu katika jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote naachilia ulinzi maradufu yeye na familia yake. Nguvu za giza, sikiliza, watu hao sio watu wako tena, ni watu wa Mungu aliye hai, na nakutenga nao watu siwaguse tena tangu sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Kwa wale ambao wamesikia ujumbe huu, unahitaji labda huduma ya maombi na maombezi na ushauri ya binafsi, labda una ndugu yako anaumwa ugonjwa wowote, yuko nje ya Mwanza, yuko mbali nje ya nchi, nataja namba za simu zitakusaidia. Ni kwa faida yako, hizo namba zitakusaidia. Narudia, zitakusaidia. Nataja namba za simu 0686 88 61 10. Narudia tena 0686 88 61 10. Narudia tena 0686 88 61 10. Namba nyingine ya hoteli 0619 09 69
90, 0619 096990. Hizo ni namba unaweza ukamtumia hata ndugu na jamaa kama anaumwa, amesumbuka, amemeza dawa, amemeza vidonge, kama anayemeza punje za mahindi lakini bado ngoma imegoma kutoka. Utamtumia namba, atakupa ushuhuda. Na Mungu wa mbinguni awabariki. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu katika jina la Yesu. Amen.